kesho kijana kikubwa zaidi nacho kitajaa. Jumapili kijana kikubwa zaidi nacho kitajaa. Jina la Bwana libarikiwe. Hebu tumshangilie Yesu tena kwa makofi mengi. Piga vigelegele kama unaweza. Piga mayowe kama unaweza. Maana huyu Yesu anastahili kutukuzwa. Haleluya. Miaka 13 ya moto wa mwisho. Tunamtaka Bwana na nguvu zake. Tunamtaka Bwana na nguvu zake. Miaka 13 kwa pamoja, kwa umoja na kwa pamoja tunatenda makuu. Jina la Yesu litukuzwe sana. Amen. Unaweza ukakaa, lakini kabla hujakaa msalimie mwenzako. Mwambie Mungu akubariki. Umefanya vizuri. Amina. Amina. Jamani, amina. Amen. Tunaendelea na semina yetu. Nashukuru sana sana sana. Leo yuko mama yetu na mchungaji. Nifurahi kukuta. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Lakini hata jana nikanisha vizuri sana. Nikajisikia nyumbani. Amina. Amen. Hebu tuombe. Mungu na Baba yetu, kwa jina la Yesu tunashukuru sana tena kwa ajili ya siku ya leo ambao umetukirimia siku nzuri, na tuko tayari kupata kutoka kwako siku au wiki ya Pentekoste. Jehova, tunaomba ukatuhudumie. Roho Mtakatifu tuwatamie, nguvu yako itawale mahali hapa Mfalme. Ameleta kila mmoja mikononi mwako, na anga lote tunalikamata kwa mamlaka ya jina la Yesu, tukiziharibu mamlaka zote za giza na utendaji wa shetani wa kila aina. Tunawaharibu katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu tunang'oa kila kitu ambacho kiko kinyume na mapenzi ya Mungu. Tunakwenda kinyume nacho katika jina la Yesu. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, Bwana tawala mioyo yetu Mfalme. Neema yako tufunike Mfalme. Nami najiweka mikononi mwako, itumie kama chombo chako, ninene nako kwa usahihi katika nguvu na mamlaka yako. Baba, ninakushukuru, asante maana uko hapa na nguvu zako ziko hapa. Katika jina la Yesu naomba na shukuru, wote tuseme amen. Amen. Jamani, amen. Amen. Tunaendelea na semina yetu ya Pentecost. Nilikwambia ni mpango kabisa katika kanisa letu la Tanzania Assemblies of God kote nchini. Wiki hii tuna kozi maalum au mafundisho maalum ya Pentecost, na nia yake nilikwambia kwamba ni kujaza Roho Mtakatifu. Mapenzi kabisa ni lengo la kanisa letu la Tanzania Assemblies of God, kwamba kila mmoja ambaye ameokoka, kila mmoja ambaye anamkiri Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake ajaze Roho Mtakatifu. Jina la Bwana libarikiwe. Na ndio maana ikatengwa wiki maalum ya mafundisho ya Roho Mtakatifu, mafundisho ya Pentecost. Kwa na sisi tutafanya hivyo, nitafundisha, lakini baadaye tutakuwa na maombezi, ujazo wa Roho Mtakatifu. Wanajaza wale ambao hawajawahi kujaza, na wale waliowahi kujaza pia tunajaza zaidi. Na mimi leo kufundisha na jaza zaidi. Jina la Bwana libarikiwe. Jamani, jina la Bwana libarikiwe. Na tuliona jana Bwana alitutembelea, si ndio jamani? Bwana alitutembelea na leo yupo. Jamani, na leo yupo. Amen. Na leo Yesu yupo. Anapotutembelea huwa anakuja na mambo mengi. Kwanza anatutengeneza mioyo, lakini pia anatutia nguvu, anatuimarisha, naye huwa anaponya na magonjwa. Jina la Bwana libarikiwe. Jamani, jina la Bwana libarikiwe. Mungu ndiye anayetujua, Mungu ndiye anayekujua. Anajua maisha yako, anajua ni wapi umepungua, anajua ni wapi unahitaji msaada, na leo yupo kukusaidia, maana anatupenda. Haleluya. Jamani, haleluya. Na kichwa cha semina yetu tulikiita mambo muhimu yanayoambatana na Pentekoste ya mwamini. Mambo muhimu yanayoambatana na Pentekoste ya mwamini, ya watu tuliookoka. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Manake tunazungumza mwamini na Pentekoste. Pentekoste katika Agano Jipya. Tuliona Pentekoste katika Agano la Kale kwamba ilikuwa moja sikukuu ambazo
Mungu aliwaamuru wana wa Israeli wawe wanafanya. Mojawapo tuliona siku ya Pasaka ambayo inaendelea mpaka leo. Ni mwezi wa 4 tu tulikuwa na siku ya Pasaka, lakini Waisraeli pia wanasherehekea hivyo, wakikumbuka jinsi ambavyo Mungu aliwatoa kimuujiza kutoka katika utumwa walikokaa kama karne 4. Mungu akawaagiza endelee kufanya hivyo ili mwambie watoto wenu vizazi vyote vikumbuke kwamba ni Mungu aliwatendea mema, maana yuko Mungu wa baba zao, Mungu wa Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini kuna siku nyingine ambayo aliamua pia wafanye, ni sikukuu ya mavuno, yani ya Pentecost. Huwa ni siku 50 baada ya Pasaka. Kwa hiyo huwa iko hiyo sikukuu, na hiyo sikukuu kwetu sisi Agano Jipya imekuwa ya tofauti. Tunaona inaambatana na ujio wa Roho Mtakatifu. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Na kwa katika semina hii tutakwambia yako mambo muhimu 15. Bahati mbaya jana nilisema moja, lakini Mungu atusaidie kwamba ndani ya hizo siku zilizobaki angalau yote tuyagusie. Amina. Mambo 15 yanayoambatana na Pentecost ya mwamini. Haleluya. Amen. Jamani, haleluya. Amen. Na sisi Pentecost yetu tunayo. Hatuna siku maalum, lakini kila leo ni Pentecost. Haleluya. Jamani, haleluya. Mungu wetu anatupenda sana. Kwa hiyo fungua masikio yako vizuri, tuendelee. Jana tulianza na ya kwanza, tukaona kwamba moja jambo muhimu ambayo inaambatana na Pentecost ni ujio wa Roho Mtakatifu na nguvu za Mungu. Ujio wa Roho Mtakatifu na nguvu za Mungu. Na maneno yetu ambayo tulisimamia kwenye semina yote na maneno muhimu tulisoma kutoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume 1:8 na Matendo ya Mitume 2 mstari wa 1 hadi wa 4. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo jambo la muhimu na Pentecost, unaposema Pentecost ukumbuke kwamba ni ujio wa Roho Mtakatifu na nguvu ya Mungu kwetu hapa duniani. Na tunaona kwamba si kwamba ni jambo ambalo Mungu alikurupuka, hapana. Mungu alikusudia katika uumbaji wake huko nyuma. Alimwambia nabii Yoeli kama miaka 700 kabla ya jambo hilo kutendeka. Kisema Yoeli sura ya 2 mstari wa 28 mpaka 30, anazungumza na tabiri nabii Yoeli kwa atakuwa siku za mwisho nitamwaga wote, wanawake na wanaume. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na tunaona ikatekelezeka wakati wa Pentecost. Na tuone kipindi hiki cha Yesu. Yesu alikuwa ameshamaliza kazi, ameenda msalabani, amekufa, amezikwa. Yusufu alimataya akapeleka mwili wake kaburini, lakini siku ya 3 akafufuka kutoka katika wafu. Na wakashuhudia kwamba hayumo. Wakina Petro wakaenda wakakuta hayuko, na baada ya hapo akawatokea akiwa hai. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Alipokuwa amefufuka hakuondoka moja kwa moja kurudi wapi? Mbinguni. Alikaa kama siku 40. Na wakati huo pia akawatokea wanafunzi wake. Kwa hiyo alipowatokea wakati fulani akawaambia, msije mkatoka Yerusalemu, kaeni hapa hapa mwingoje ahadi ya Baba ambayo ni Roho Mtakatifu. Haleluya. Na tunaona kwamba Roho Mtakatifu akaja. Ile Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari ule wa 1 hadi wa 4, ambao tunaona ujio wa Roho Mtakatifu. Na hata ilipotimia siku ya Pentecost walikuweko wote mahali pamoja. Kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Wakatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto uliokalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu. Sema wote wakajazwa Roho Mtakatifu. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu. Wote wakajazwa
Jina la Yesu litukuzwe sana. Tunaona pia jana kwamba kufahamu kwamba umejazwa Roho kuna ishara, maana Roho haumuoni. Kuna mtu ambaye anaona Roho, na Mungu wetu ni Roho, huwezi ukamwona kwa macho ya nyama. Sasa kufahamu kwamba huyu amejazwa Roho Mtakatifu, moja wapo ya jambo ambalo limetokea ni kunena kwa lugha nyingine ambayo hujafundishwa. Na hiyo ilionekana, ukiendelea kusema pale, walipokuwa wanasema hiyo lugha nyingine wanamwadhimisha Mungu, kulikuwepo watu wamefika kule Yerusalemu, kwa sababu ilikuwa ni sikukuu. Wametoka maeneo ya vijijini, wametoka katika sehemu mbalimbali wako Yerusalemu, maana wametawanyika, wengine wanazungumza Kiarabu, wengine Kiperezi, wengine Kihindi, wengine Kihiti, wote wakasikia kwa lugha zao, maana Roho amewajalia kunena mambo makubwa. Na walipokuwa nasikia, walisikia wanamwadhimisha Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Hata leo ishara ambayo tutajua kwamba umejaza Roho Mtakatifu, ya kwanza kabisa ni kunena kwa lugha nyingine. Hiyo ndio ishara ya kwanza, kunena kwa lugha nyingine. Mabadiliko ya tabia na mambo mengine yatakuja baadaye, lakini ishara ambayo tutaiona mimi na wewe ni kunena kwa lugha nyingine. Tunajua kwamba umejazwa na Roho Mtakatifu. Haleluya! Hata Petro alipokwenda katika nyumba ya Kornelio, moja ya ishara aliyoiona ni kunena kwa lugha nyingine. Hapo hata akili ya Petro ikageuka, akaona kumbe mataifa nao wanamwajua kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa nini? Ameona, amesikia wananena kwa lugha nyingine. Na wiki hii na wewe utanena kwa lugha nyingine. Jina la Bwana libarikiwe. Jamani, jina la Bwana libarikiwe. Na hii ahadi ni kwa ajili ya kila mmoja aliyeokoka. Wewe uliokoka, kama hujawahi kujaza Roho Mtakatifu, jua na wewe unahusika. Mungu amekusudia na wewe ujaze Roho Mtakatifu. Haleluya! Jamani, haleluya! Soma Matendo ya Mitume hiyo 2 mstari wa 37. Mstari wa 37 anasema pale, taanza 30. Petro amini 38. Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu, kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa watu wote walio mbali, na kwa wote watakaoitwa na Baba na Bwana Mungu wetu wamwijie. Haleluya! Watu waliozunguka walishangaa jinsi watu hawa wanavenena lugha mpya. Wengine walidhihaki, wanasema kwamba wamelewa, lakini Petro kwa ujasiri akasema, hatujalewa, ni mapema mno, bali mjue ni lile neno ambalo alinena na nabii Yoeli. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini akawaambia hichi kipawa si kwa ajili ya wao tu, wale watu 120 waliokuwepo kwenye ile nyumba, bali kwa kila mmoja aliyeokoka, kila mmoja aliyeitwa na Mungu, kila mmoja aliyempokea Yesu kwa Bwana Mwokozi wa maisha yake, kila mmoja aliyemwamini Yesu, kabila zote za ulimwengu, mataifa yote ya ulimwengu, mdogo kwa mkubwa, kila mmoja alimradi ndani ya moyo wako kwa dhati umemwamini Yesu kwa Bwana Mwokozi wa maisha yako, na wewe unaye neema ya kupewa Roho Mtakatifu kwa kipimo kikubwa cha kujaa na kufurika, na wewe unanena lugha nyingine. Haleluya! Amen. Jamani, haleluya!
kwa kanisa. Kuzaliwa kwa kanisa. Kanisa ni kusanyiko wa watu wa Mungu waliomwamini Yesu kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yao. Ni kusanyiko la watu wa Mungu wenye nia moja, wenye kusudi moja. Hao waliomwamini Yesu kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yao, hilo ndilo kanisa. Haleluya! Mnaweza mkawa wawili, mnaweza mkawa watatu, popote pale. Kanisa sio jengo. Hili ni jengo, tunakusanyika. Tunaweza kuwa tunakusanyika chini ya mti, lakini bado tunaita ni kanisa. Haleluya! Jamani, haleluya! Tunaona kanisa linazaliwa rasmi siku ya Pentekoste. Kanisa linasimikwa. Kama kanisa linasimikwa kwamba sasa rasmi kanisa la Yesu limeanza. Haleluya! Jamani, haleluya! Na ndio maana Yesu akwambia katika Matendo ya Mitume 1:8, nani mtapokea nguvu akiisha kwa ajili yenu nani? Roho Mtakatifu. Haleluya! Kanisa likaanza tangu siku hiyo. Na ukianza kufuatilia unaona kweli kanisa lilianza. Baada ya hapo watu wakaanza kuokoka, watu wakaanza kuongezeka. Hebu tusome Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 41. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 41. Wakati Petro amehubiri pale, baada ya watu wengine kudhihaki kwamba wamelewa, akawaambia habari za Yesu yule waliomsulubisha kwamba ndio Kristo. 41 anasema, nao waliopokea neno lake wakabatizwa, na siku ile wakaongezeka watu wapata 3,000. Watu 3,000 wakaongezeka siku ile ile. Baada ya mwagiko wa Roho Mtakatifu, Petro anawaambia habari za Yesu waliomsulubisha, waliomuua, kwamba huyu ndiye Kristo. Wakachoma mioyo yao, wanamuuliza Petro, tufanyeje? Ndio anawaambia kwamba tubuni dhambi zenu zote na Bwana atawasamehe, na nyinyi mtamwagiwa kipawa cha Roho Mtakatifu. Watu wakaamini, wanaume kwa wanawake. Kanisa likaongezeka kutoka walikuwepo pale 120 wakaja watu 5,000. Kwa hiyo kanisa likaanza kuongezeka. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Aliyekuwa anasababisha kuongezeka kwa kanisa ni Roho Mtakatifu. Ile nguvu waliyopokea, kwambia ujio wa Roho Mtakatifu unaambatana na nguvu ya Mungu inayotenda kazi ndani ya mioyo ya watu. Huyu ambaye ni msaidizi nani? Victor. Huyu anaitwa nani? Dani. Mliona Dani jana? Si mliona mfano yule? Dani akakaa hapa. Roho Mtakatifu, mfano wa Roho Mtakatifu aliyomsaidia, ndivyo Roho Mtakatifu anatusaidia hata kuvuna roho za watu. Tutaona baadaye kwamba kumbe Pentekoste, sisi mavuno yetu sasa sio mavuno ya maharage, sio mavuno ya mchicha, sio mavuno ya ndizi, sio mavuno ya zabibu, ni mavuno ya roho za watu. Haleluya! Jamani, haleluya! Tutaona baadaye inaambatana na Pentekoste kwamba Roho alishuka kwa ajili ya mavuno ya roho za watu. Na ndio maana anasema, nani mtakuwa mashahidi wangu kuanzia Yerusalemu, mnaenda Uyahudi, Samaria, hata mwisho wa nchi. Jina la Bwana libarikiwe. Jamani, jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo tunaona Pentekoste inaambatana na kuzaliwa kwa kanisa. Kanisa la Yesu, watu waliookoka, waliomkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Kabla ya hapo halikuwepo kanisa, halikuwepo watu ambao wanamwamini Mungu, lakini kanisa kama kanisa lilianza wakati wa Pentekoste. Ndio maana hata leo kanisa ambalo linamwacha Roho Mtakatifu haliwezi kuendelea, haliwezi kuhimili mambo yaliyo katika dunia, haliwezi kuhimili hila za adui. Kama kanisa nataka kushinda,
moja ya msingi 16 imani yetu ya Tanzania Assembly, habari ya Roho Mtakatifu. Tunaamini habari ya Roho Mtakatifu. Jina la Bwana libarikiwe. Yako makanisa mengine wanasema ya Kikristo lakini hawaamini habari ya Roho Mtakatifu. Sisi tunaamini. Haleluya. Jamani, haleluya. Ukishasema Pentecost, maana yake unatangaza ninaamini habari ya ujio wa Roho Mtakatifu na utendaji wa Roho Mtakatifu ndani ya kanisa la Yesu. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jambo la tatu. Mambo ambayo yanaambatana na Pentecost. Ujasiri wa waamini. Ujasiri wa waamini. Waamini wa Yesu wajasiri. Ujasiri, ushujaa. Ujasiri kulifanya jambo kwa uhakika. Mtu mjasiri ni shujaa. Mtu mjasiri haogopi. Amen. Mtu mjasiri hana hofu. Amen. Mtu mjasiri anakwenda kwa uhakika. Amina. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Huyu anayetupa ujasiri sisi ni Roho Mtakatifu. Amen. Haleluya. Jamani, haleluya. Watu wa Mungu aliye hai ni wajasiri. Jamani, watu wa Mungu aliye hai ni wajasiri. Lazima uwe mjasiri. Amina. Bila mjasiri hautaweza kumwakilisha Yesu sawa sawa. Huyu Yesu mjasiri, na sisi na mimi tena wajasiri. Anayetupa nguvu ya kuwa wajasiri ni Roho Mtakatifu. Kwa nini? Maana yeye aliye ndani yetu ni mkuu kuliko aliye duniani. Jina la Bwana libarikiwe. Jamani, jina la Bwana libarikiwe. Kwa lugha ya mitaani tunasema anayetupa jeuri si kingine ni yule aliye ndani yetu. Haleluya. Jamani, haleluya. Ndio maana naweza kwenda kokote nasema ninasimamisha kazi za wachawi katika kijiji hiki. Leo asiyepo mtu yeyote wa kuchukua unga kuruka kwenda Sumbawanga kwenda wapi, nimefunga mbingu, hakuna jambo lolote kufanyika. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kinachokupa ujasiri ni nini? Ni Roho Mtakatifu aliye ndani yako. Haleluya. Asante, nashukuru. Roho Mtakatifu aliye ndani yako. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hebu tusome sura ya 2 kuanzia mstari wa 14. Baada ya kujazwa Roho Mtakatifu, sura ya 2 kuanzia mstari wa 14. Labda nianze mstari wa 5, tuendelee pale. Nasema na walikuweko Yerusalemu Wayahudi wakikaa, watu wataua, watu wa kila taifa chini ya mbingu. Nasikia watu wa taifa chini ya nini? Ya mbingu walikuwa wanakaa Yerusalemu. Wayahudi na watu wengine walikuwepo kule Yerusalemu. Amina. Amen. Basi sauti hii iliposikiwa, makutano yalikusanyika, wakashikwa na fadhaa, kwa kuwa kila mmoja aliwasikia wakisema kwa lugha yake mwenyewe. Wakashangaa wote, wakastaajabu wakiambiana, tazama, hawa wote wasemao si wa Galilaya? Imekuwaje basi sisi kwasikia kila mtu lugha yetu tuliyozaliwa nayo? Warapathi na Wamedi na Wayunani nao wakaao Mesopotamia, Wayahudi na Kapadokia, Ponto na Asia, Frigia na Pamfilia, Misri na pande zote, Lidia karibu na Kirene, na wageni waliotoka Rumi, Wayahudi na waongofu, Wakirete na Waarabu, tunawasikia hawa wakisema kwa lugha zetu matendo makuu ya Mungu. Wakashangaa wote, wakaingiwa na shaka, wakaambiana, maana yake ni nini mambo haya? Wengine walidhihaki wakisema, wamelewa kwa mvinyo mpya. Jina la Yesu tukuzwe. Amen. Yaliyotokea baada ya watu kunena kwa lugha, Ramasheki Maringo ya Kayato Rimakai Korana Zekoria Rashida Ramakai
wengine wanasema vile, wengine wanasema vile, watu wanasikia kwa lugha zao, ikawa jambo la ajabu ambalo lilikuwa halijawahi kutokea. Yesu na hao watu tunajua ni Wagalilaya, tunawafahamu. Mbona wanavyosema wanamtukuza Mungu, wanasema kwa lugha yetu? Jambo hili limetoka wapi? Hatujawahi kuliona, hatujawahi kusimuliwa jambo